kweli wote wamegeukia ulimwengu, na ukileta injili hii na maisha haya wanakuona wewe umeleta injili na imani geni. Mwanangu, simama, simama, mbingu ziko nyuma yako, simama, Mungu yuko nyuma yako, simama, Bwana uko mbele yako, simama hata kama utakuwa peke yako kwenye mji, simama hata kama utakuwa peke yako kwenye mkoa, kwenye nchi, simama hata kama wachungaji, maaskofu, manabii, mitume na waumini wote wanaoshika wito wakubwa, hata kama wote watadharau imani yako, simama, simama ukaimbe, simama paradiso, simama, twende, jifunge kiuno, simama. Haleluya, mtu wa Mungu, na imani ya kwamba unaendelea kuwa salama na neema ya Kristo inazidi kuwa nawe popote pale ulipo. Ninamhimidi Yesu sana, maana nina imani ya kwamba nyote ni wazima na Mungu anazidi kuwalinda, Mungu anazidi kuwapigania. Haijalishi mnapitia mangapi, lakini ni swala la kushukuru na la kumpendeza Mungu sana kwa sisi kuwepo hai hadi leo. Tutumie lugha nyingine ya kwamba bado ni neema ambayo tulionayo toka kwa Mungu, kwa maana wapo wengi wazuri zaidi yetu, wenye mali, pesa zaidi yetu, wenye hata akili zaidi yetu, lakini leo wanaitwa marehemu. Ila mimi na wewe bado tunaishi na bado tunapata neema hii. Ni swala la kumshukuru na kumpendeza Mungu. Leo tuna somo lililo na kichwa kinachosema ya kwamba wengi wanarudi nyuma. Basi niseme karibu tuende kwa maombi ili tuweze tukazungumza mawili matatu ambayo Mungu aliyokusudia ili tuweze tukayaongea. Karibu tuombe pamoja. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu tupae chakula cha kila siku. Tizama ni wakati mzuri wa kula mwili wako. Basi hivyo Mtakatifu tuonekanie, tufungue masikio ndani, maana yeye anapeperushwa. Vunja na kondoa hila makusudi yote ya shetani, Baba, yapate kuondoka ndani yetu. Tunakuja kualika Roho Mtakatifu apate kwa mtawala mkubwa katika maisha yetu. Ninakuhimidi Mtakatifu, kwa kuwa wewe ni Mungu wa haki na kweli, na na imani ya kwamba utakwenda kutulinda na kutuchunga. Namba yote ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Haleluya, mtu wa Mungu. Tena ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Tutakwenda kusoma kitabu ambacho kitakachotupeleka katika somo hili. Ni kitabu cha Yohane Mtakatifu, sura yake ya 6 mstari wa 48 hadi 63. Ni kitabu kirefu kidogo, hivyo nitaomba uwe mvumilivu wakati ninaposoma. Yohane Mtakatifu 48, sura yake 48 hadi 63. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu walila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, na mtu akila chakula hiki ataishi milele. Na chakula nikitoacho mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, Amen, nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kunywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu
anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ukaa ndani yangu, nami ukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika yeye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa waliokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Maneno haya aliyasema katika sinagogi alipokuwa akifundisha huko Kapernaum. Basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia walisema, neno hili ni gumu, ni nani awezaye kulisikia? Yesu akafahamu nafsini mwake ya kuwa wanafunzi wake walimnungunikia kwa neno hilo, akawaambia, je, neno hili linawakwaza? Itakuweje basi mwonapo Mwana wa Adamu akipaa huko alipokuwako kwanza? Roho ndiyo itoayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno haya niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Amen. Haleluya. Mtu wa Mungu, ni matumaini yangu kwamba kitabu hiki ni waraka wa Mtume Yohana alivyokuwa anaandika Injili ya Yesu Kristo. Basi ikafika mahali tukawa katika mahali pa kula chakula. Yesu akasema ya kwamba yeye ni chakula kitokacho kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na akasema kila mtu atakayehula mwili wake na kuinywa damu yake, mtu huyo anao uzima wa milele. Basi kwa kweli kuna watu ambao walifika mahali wakaanza kulahumu, wakisema ya kwamba yawezekanaje mtu huyu akatuambia kwamba tuhule mwili wake na kuinywa damu yake. Basi ikawa sintofahamu katika masikio mwa watu wengi sana. Hivyo sitotaka tuchoshane sana. Nitataka kwanza twende tukaangalie ama tujue kula mwili wa Yesu na kunywa damu ya Yesu ina maana gani katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa nitakwenda kuzungumza katika fursa zote mbili, katika hali ya kimwili na katika hali ya kiroho. Katika hali ya kiroho, kula mwili wa Yesu na kunywa damu yake ni kulisikia, kulishika na kuishi katika neno lake ama katika neno la Mungu. Unapokuwa mtu mwenye kulisoma, kulisikia, kulishika na kuishi katika neno la Mungu, hapo unahula mwili wa Yesu Kristo. Lakini pia kuna ishara ambayo inatendeka katika sehemu ya mwili, ambao watu tunaenda masokoni, tunanunua mkate, pia tunanunua na juisi tunakunywa, ile ni ishara tu. Lakini kula mkate huo na kuinywa juisi hiyo haiwezi kamwe ikakufanya uwe msafi, ama haiwezi kamwe ikakufanya upasue mbingu. Basi ndio maana Yesu akafika mahali akaona wanafunzi wake hata na wenyewe walinungunika kwa ajili ya maneno hayo. Basi ndivyo alivyowaambia, maneno anayosema yeye ni roho na ni kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Yesu alipokuwa katika namna na hali ya roho, alitaka sana kuwaambia watu mifano katika hali hii ili waweze kumwelewa. Lakini pia kwa sababu ya akili ya wanadamu, walipoambiwa swala nzima la mwili wa Yesu, hawakujua ya kwamba kula mwili na kunywa damu ya Yesu ni kuyafanya mapenzi yake. Lakini walifikiri ya kwamba pengine Yesu anataka kujikata sehemu ili awape mwili unaoonekana kwa macho ili waweze kuula. Bwana Yesu tusaidie sana.
basi hiyo inakuwa ni moja kati ya changamoto ambazo tulizo nazo leo. Maana hata Wayahudi walivyofanya kusikia taarifa hiyo, walio wengi waliachana naye, wakasema huyu jamaa anatuletea ujanja fulani. Lakini wangeelewa maneno ambayo Yesu alikuwa akimaanisha kwa wakati ule, siamini ya kwamba wangefika mahali wanamkimbia. Lakini kwa sababu wao walikuwa katika mwili, Yesu alikuwa katika roho, walishindwa kuelewana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alikuwa anamaanisha ya kwamba mtu yeyote anayelitii neno lake, mtu yeyote anayelisoma, mtu yeyote anayelifuatilia ama kuliheshimu neno lake, mtu huyo ana uzima wa milele tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio maana hauwezi ukawa na uzima wa milele kwa sababu umekula mkate Jumapili. Hapana, ile ni ishara tu. Lakini unaweza ukawa na uzima wa milele kama umelitii neno la Mungu, kama umetembea kama jinsi neno lilivyokutaka utembee. Hapo uzima wa milele unao tayari. Na hilo ndilo neno Yesu aliyokuwa anawaambia Wayahudi. Akawaambia ya kwamba ninyi Wayahudi, kama mkiweza kuhula mwili wangu, yani kama mkiweza kulitii ili neno ninalowaambia kila leo, kama mkiweza kuyasikiliza na kuishi kama ninavyowahubiria kila leo, hakika mtakuwa na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Yohana 1:1 akatwambia hapo mwanzo alikuwepo neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa ni Mungu. Tukija kuangalia mambo yote, tunakuja kukuta Yesu mwenyewe ndiyo neno. Kwa hiyo Wayahudi wangeelewa ya kwamba Yesu ni neno, siamini kwamba wangerudi nyuma na kwenda wanamkimbia. Lakini kwa sababu walikuwa katika hali ya mwili, hawakuweza kumwelewa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika sehemu hii hapa kuna vipengele viwili ambavyo nitataka nizungumzie. Kwa sababu katika kula mwili wa Yesu, kuna watu ambao tunakula mwili wa Yesu katika sehemu tatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakula mwili wa Yesu katika sehemu tatu. Kwanza, kuna wale wanaokula mwili wa Yesu kwa haki na kwa kweli. 2, kuna wale wanaokula miili ya watu, yani nyama za watu, na kuna wale wanaokula nyama zao wenyewe. Ndiyo, nitakutaka usiwe kama Wayahudi ukaanza kwenda kusema mtumishi ulimwengu alisema kukula nyama za watu. Ndiyo, ninasema kukula nyama za watu, ila kwa kutaka kuelewa, ninakuomba tuweze kusikiliza, tuangalie nini Mungu alichotaka kutufunulia kwa ajili ya hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo, hili lilikuwa ni swala ambalo lilileta mtafaruko sana katika Wayahudi. Waliposikia kwa habari ya kuula mwili wa Yesu, walisononeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa, kukula nyama ya watu wengine ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kukula nyama ya watu wengine ni nini? Maana hapa ndipo watu wengi sana tunapochezea. Bwana Yesu asifiwe. Kukula nyama za watu wengine ni hali ya kusikiliza mafundisho ya watu ambayo ulioaminishwa na watu wengine, lakini yako kinyume na mafundisho ya Biblia ama mafundisho ya Yesu Kristo. Utakula nyama za watu wengine ni pale unapokuwa mtu unayeshika kitu ulichoaminishwa na watu, lakini sio kitu ambacho Mungu alichokusudia uishi ndani ya hicho kitu. Bwana Yesu atusaidie sana. Na hiyo inakuwa moja kati ya changamoto ambazo watu wengi sana tulionayo. Tunakaa tu kula nyama za watu, tunakaa tu kuishi maisha ambayo watu waliotutaka tuishi, maisha ambayo tuliaminishwa pasipokuwa kufanya utafiti kwamba ilikuwa ni kwa nini tuyaishi maisha haya, ilikuwa ni kwa nini tufanye hivi. Tunaishi tu kwa sababu imeshasemekana ya kwamba tulitakiwa ama tunatakiwa kuishi hivyo. Na inakuwa shida sana katika kizazi chetu hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa kuna mambo kadhaa ambayo yanayosumbua kizazi chetu. Katika hiki kipengele cha pili cha kuila nyama ama kuila miili ya watu kuliko kula mwili wa Yesu. Watu tunakuwa tunakula miili ya watu kuliko kula mwili wa Yesu Kristo. Yaani watu tunakuwa tunapokea mafundisho ya watu kuliko kuyapokea mafundisho ya Yesu. Watu tunakuwa tunashika vitu ambavyo tuliaminishwa na watu
ambavyo vipo kinyume kabisa na Mungu ama kinyume na Biblia, tunaamini vitu vya watu. Hapa kuna mambo kadhaa ambayo niliyaweka chini ili tuweze tukayazungumzia. Kitu cha kwanza ambacho watu wanachokula nyama za watu ni hiki. Unakuta mtu anakuambia, na ni kwa sababu unaambiwa hivyo unaamini, au hujafanya utafiti. Kwa msichana hapa, unakuta mtu unaambiwa hakuna mtakatifu duniani. Hayo sio maneno ya kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoambizana kwamba hakuna mtakatifu duniani, na huku Zaburi ya 16 mstari wa 3 natuambia kwamba watakatifu waliopo duniani ndio ninaopendezwa nao. Kwa tunaposema hakuna mtakatifu duniani, hayo ni maneno ya kidhaifu ambayo wanadamu tunayoingizana, na hiyo inakuwa ni sababu ya kuingiza udhaifu fulani katika imani zetu. Bwana atukuzwe sana. Sehemu ya 3, unasikia mtu anakuambia mbinguni tunaenda kwa neema. Anakosa kukueleza maana ya neema ni nini. Yaani tutende dhambi sana kwa sababu neema hipo, tunashindwa kuelewa ya kwamba neema inatafutwa. Bwana Yesu asifiwe. Neema ni ile Yesu aliyotusaidia akaja kutuokoa. Hiyo ndio neema, lakini kwa kuifikia ile neema ni lazima upambane. Biblia ikasema, hamjamwaga damu mkishindana na dhambi, hamwezi mkampendeza Mungu. Kwa hiyo hizo ndizo tabia ambazo watu tunazozidi kufundishana. Unasikia watu wengine wanaaminishwa ya kwamba sisi imani yetu iko hivi. Watu wanaamua kukula nyama ya imani. Yaani mnaamua kukula mwili ambao uliaminishwa na watu. Unasikia mtu anakuambia imani yetu haijalishi nini, ili mradi tu uje kanisani basi. Lakini unakuja kuangalia imani ya Yesu Kristo inatutaka tuishi maisha matakatifu. Kula mwili wa Yesu Kristo unatutaka tutembee kama jinsi Yesu anavyotaka. Lakini leo kwa sababu tunaamua kukula miili miili ambayo ya watu wengine, tunaamua kuwa watu ambao unakuta wanaambiwa imani yetu tunatakiwa tuishi hivi. Imani yetu tunakuwa hivi, tunakosa kuambiwa Biblia inatuambia tuishi hivi, ama Yesu ama Mungu anatutaka tuyaishi maisha haya. Inakuwa ni imani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapo ni nyama ambazo watu tunazolishana, lakini matokeo yake sio mazuri hapo mbeleni. Unakuta mtu anakuambia kwamba Bwana anaangalia moyo, ama Bwana anaangalia roho. Hayo si maneno ya Mungu. Hayo pia ni maneno ya watu ambao wanaofundishana kwa sababu ya kujenga madhaifu ama ya kusapoti dhambi fulani ndani ya madhehebu ama ndani ya makanisa yetu. Maana unaponiambia kwamba Bwana anaangalia moyo, ina maana kwamba unaniambia nifanye chochote kile ninachotaka ili mradi tu niende kanisani, ili mradi tu niseme Yesu Yesu. Lakini ngoja nikwambie, katika mambo yote haya hapa ambao niliyokuambia mtu wa Mungu, kuna kitu ambacho kinatoitwa mwili wa Yesu Kristo, ambayo ni kuyatii maagizo ya Mungu, mbali kabisa na kuyatii maagizo ya watu, mbali kabisa na kuzitii sheria za dini, mbali kabisa na kutii imani ya baba yako, ya mama yako, ama imani yoyote uliyoaminishwa na mtu yeyote. Lakini wakati utakapofika, jaribu kuangalia, je, imani nilionayo kweli yanipatanisha na Mungu? Kweli yaweza kunibadilisha? Kweli yaweza kufanya nikafika mahali ambapo Mungu aliyokusudia mimi nifike? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wakati mwingine tunafikia tuwe makini sana. Biblia inasema watu walikuwa wakiambizana taarifa zao. Watu walikuwa wakiambizana mambo yao wenyewe, na hiyo ikawa ni sababu ya wao kuishi maisha yao. Lakini wakati Yesu alipokuja akawaambia kwa habari ya kuula mwili wake na kunywa damu yake, Biblia inasema Wayahudi walimnungunikia Yesu. Sio tu Wayahudi, hata wanafunzi wa Yesu walisononeka ndani yake. Haya maneno yanamaanisha nini ndani yetu? Bwana Yesu asifiwe sana. Haya maneno yana tafsiri kubwa sana katika maisha yetu sisi ambao tunajiita wa Kristo. Ngoja nimalize hiki kipengele cha mwisho. Watu mwenyewe, utakula mwili wako mwenyewe.
ni wakati unapoamua kujiwekea namna fulani ya kuishi ndani ya Ukristo ambayo haitokani kabisa na Mungu. Yaani wewe umeshajijengea tu mindset yako, imekwambia kwamba nikiishi maisha haya ndivyo yalivyo. Lakini ukija kuangalia asilimia kubwa inapingana na Biblia. Mfano, Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta mtu ameshajijengea mazingira ya kwamba hata kama akiwa mlevi na akienda kanisani yupo vizuri. Mtu amejijengea mazingira yanayosema ya kwamba hata kama akiwa mzinzi akienda kanisani yuko vizuri. Hapo ni unakula mwili wako na unakunywa damu yako, sio mwili wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio mwili wa Yesu Kristo, kwa sababu ungekuwa mwili wa Yesu Kristo katika mazingira hayo unayojijengea ungeona ugumu fulani. Lakini kwa sababu unakula mwili wako mwenyewe, basi hautaona ugumu wowote, hautaona madhaifu yoyote, lakini zaidi ya yote utazidi kujisapoti na kuona ya kwamba unavyovitenda ni vema sana. Bwana Yesu aturumie sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nataka nikueleze kwamba fika mahali ujue kinachotakiwa kuliwa sio nyama za watu, sio mwili wa watu, sio mwili wako mwenyewe. Sio mwili ulioaminishwa. Kinachotakiwa kuliwa ni mwili wa Yesu. Na nikakwambia kula mwili wa Yesu ni kuyafanya mapenzi yake, ni kulisikia, kulitii na kuishi kama jinsi neno lake linavyokutaka uishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna sehemu jamaa Wayahudi waliona ugumu. Na hapo ilikuwa ni baada ya kuona huyu jamaa Yesu anataka nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki kitabu nikirudilie mara kadhaa. Wayahudi wakati Yesu aliporudilia mara tatu akiwaambia kwamba mtu yeyote asipokula mwili wangu, mtu huyo hatauona uzima wa milele, wajamaa walikasirika sana. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa tayari wenyewe wamejiandalia chakula ambacho wanafaa wakule. Kwa hiyo Yesu alipokuja akawaambia ya kwamba hapana, ninyi natakiwa muule mwili wangu mimi. Waliona ugumu fulani kwa sababu walikuwa wameshajijengea mazingira fulani ya kuishi. Sasa wakati walipojijengea mazingira fulani ya kuishi, wakati neno la Yesu linatoka, jamaa wakaona mbona sasa huyu jamaa anaongea vitu ambavyo ni vigumu sana kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakaamua kulikataa neno la Mungu. Biblia inasema wakati Yesu anahubiri neno hilo alikuwa yupo katika sinagogi. Bwana Yesu. Wakati Yesu anahubiri maneno yote hayo alikuwa sinagogi huko Kapernaum. Kwa hiyo ngoja nikwambie mtu wa Mungu, nataka tu niweke mwanga mahali hapa. Ujue maisha yetu ya Ukristo ni maisha ambayo tunatakiwa tujue kwamba kitakachotufanya twende mbinguni ni kuhula mwili na kuinywa damu ya Yesu Kristo. Ila sija kwambia kwamba ndo uende sijui uko natafuta mwili sokoni, damu sokoni, hapana. Ninakwambia ujaishi maisha yatakayompendeza Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akafika akawaambia wanafunzi, maana hata wanafunzi akili zilicheza baada ya kuambia kwamba sasa wewe inawezekanaje tu ule mwili wako, lakini ilifika mahali akawaambia hapana, maneno ninayowaambia ni roho. Ndio maana Biblia inasema Mungu ni roho na wote wamwabuduo sharti wamwabudu katika roho na kweli. Ndio maana maisha yote yale ya Ukristo hayatafuti utu wako wa nje mara nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayatafuti utu wako wa nje kwamba unapata nini, kwamba unafanya nini, hapana. Yanaangalia namna gani ulivyo na uzima ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Namna gani unavyolitii neno lake, namna gani unavyoishi maisha ambayo yanampendeza yeye. Watu wengi sana tunaishi katika mafikra yetu, tunaishi katika maneno ambayo tulio yatamani kuyaishi, yaani maisha ambayo tulio yatamani kuyaishi. Lakini ingesemekana ya kwamba watu wayaishi maisha yenye kumpendeza Mungu, mtu wa Mungu, wengine tungeona ugumu sana, wengine tungeona ugumu sana kuyaishi maisha ambayo Yesu aliyoyaishi, maisha yenye shida na mateso, maisha yenye kujikana na kujitoa, maisha yenye kujinyima vitu vya maisha haya ili aweze tu kumpendeza baba yake. Hakika walio wengi tungeona ugumu sana, lakini kwa sababu injili ama imani ya Ukristo inafika mahali watu wameshaaminishwa vitu fulani, wameaminishwa vitu fulani, sio vitu vilivyotoka katika Mungu. Naomba unielewe sana mtu wa Mungu, sio kitu ambacho Mungu alichokusudia wanadamu tuishi, lakini ni mambo ambayo wanadamu tumeaminishana tu. Kisa mama yako anaishi maisha haya na wewe unaishi maisha haya, mchungaji wako anaishi maisha haya, wewe unaishi maisha haya, huyu anaishi maisha haya. Lakini swala nzima la kutafuta kwanza utakatifu na haki hapa
inakuwa ni shida sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ngoja nikusii kitu kimoja, mtu Mungu. Usije ukafika mahali ukawa kama Wayahudi. Pengine hata wanafunzi waliheshimu baada ya kuambiwa, lakini Wayahudi walimkimbia, walimtoa nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kusikia jamaa anataka wao wa ule mwili wake, kasema jamaa, mbona anataka kutufanya wajinga sasa? Wakamtimua kwa sababu hawakuelewa. Ndio maana neno la Mungu ni mafumbo. Kwa hiyo taka sana kula mwili wa Yesu. Tunajua ni mchungu sana, ni mchungu. Ndio maana Mungu akamwambia Ezekieli kwamba Ezekieli, nitatia kombo ndani yako. Lakini Biblia ikasema wakati Ezekieli anakula ilikuwa ni tamu kinywani, lakini kwa kulitimiza ni chungu sana. Lakini Ezekieli alivumilia. Ninataka niseme nini? Wakati unapolisikia neno la Mungu, wakati unaposema ya kwamba kuula Yesu inatoka kiurahisi sana, inatoka kwa namna ambayo mtu anasema ndio, hii inawezekana sana kuishi kama Mungu anavyotaka, hii inawezekana sana, lakini kwa kulitimiza ni chungu. Na hapa ndipo mtego uliopo. Unajua shetani atishiki ukisikia. Shetani haogopi ukifundishwa, lakini anaogopa sana ukilisikiliza na kulitii na kutembea kama jinsi ulivyofundishwa. Ndio maana Biblia ikasema msiwe tu wasikiaji wa neno, bali muwe watendaji. Shetani anaogopa unapofanya hatua. Haogopi unapoambiwa kwamba ule mwili wa Yesu. Anaogopa unapofanya hatua, anakuwa upo kwenye meza unaanza kuhula mwili wa Yesu. Hapo shetani anatetemeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa katika maisha yako, taka kuwa kama vile Ezekieli. Ezekieli alipofika mahali akala Biblia ambao ni gombo. Maana gombo ni neno la Mungu uzima. Kwa hiyo alimla Yesu mzima. Wakati anamla Yesu Ezekieli akasema ya kwamba wakati anakula ndio lilikuwa ni chungu, lakini lilikuwa ni tamu kwa kulila, lakini kwa kulitimiza ilikuwa ni chungu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kulitimiza ilikuwa ni chungu sana, lakini alifika mahali jamaa akavumilia. Kwa hiyo wewe mtu wa Mungu unanisikiliza mahali hapa, najua ni wakati mzuri sana ambao Mungu alikusudia umaanishe Ukristo wako. Ni wakati mzuri ambao Mungu alikusudia uweze kumaanisha chochote unachokifanya katika maisha yako ya imani. Hivyo ngoja nikusii, usiangalie mara ngapi athari gani itakukuta katika kuishi na kuyatimiza mapenzi ya Mungu, lakini ujue ya kwamba endapo ukiyaishi maisha yenye kumpendeza Mungu, endapo ukiyaishi maisha ya kujitesa na kuhula mwili na kuinywa damu yake, unao uzima wa milele. Kwa kumalizia, nisome kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 12. Yakobo 1:12. Biblia inasema ya kwamba heri mtu astahimie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa atapokea taji ya uzima wa milele Bwana aliyowaandalia wampendao. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna neno ambalo Yesu aliwaambia wanafunzi ya kwamba mkinipenda mtazitii amri zangu. Ndio maana pia hapa katika Yakobo 1:12 anasema ya kwamba mtu yule atakayevumilia. Ndio maana nilitaka nikuoneshe kwanza mambo ya Ezekieli. Ezekieli aliposikia neno lilikuwa ni chungu sana. Lilipokuwa katika tumbo yake, alisikia uchungu sana kulitimiza. Alisikia uchungu sana kuishi maisha yenye kumpendeza Mungu. Ndio kuishi maisha ya dini ni rahisi sana. Ndio kuishi maisha ambayo uliaminishwa na watu kwamba huko kwa Mungu ni kwa neema tu, ni rahisi sana. Maisha ya neema ni rahisi sana, lakini kuiendea neema ni ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha ya Bwana anaangalia moyo, kwamba tuvae vyote tunavyotaka, tuishi vyote tunavyotaka, ni rahisi sana, lakini kuishi maisha ya kumheshimisha Mungu tunajua ya kwamba ni ngumu sana. Lakini Biblia inasema atakayevumilia mpaka mwisho, huyo ndiye mtu ambaye Mungu atakayempa uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa shida yote utakayokumbana nayo,
kwa ajili ya kuvumilia tu mateso ya kuula mwili wa Yesu. Usidanganyike na mikate ya Jumapili kanisani. Bado ipo shughuli ambayo inatakiwa itendeke katika ulimwengu wa roho. Nakwambia usidanganyike na mikate na majoisi ya Jumapili kanisani. Bado ipo shughuli ambayo unatakiwa uitende ya kuyaishi maisha matakatifu. Maana neno hilo lipo katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kinachofaa kutimizwa ni wewe kuhula mwili wa Yesu katika moyo wako. Yaani moyo wako upate kupokea neno la Mungu ambalo lina uwezo wa kubadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekwambia kuula mkate kanisani ni ishara tu, lakini kuna kuula mkate katika hali ya kiroho ambayo itakufanya uweze kubadilika. Maisha yako ya kimwili, maisha yako ya kiroho yapate kubadilika, yapate kwenda katika level na stage nyingine. Bwana Yesu tusaidie sana. Kwa hiyo niseme tu ya kwamba Mungu akubariki. Mungu akusaidie kwa wakati wote huu ambayo ulijitahidi kuchukua pamoja nami. Niseme Mungu aweze kukulipa katika yote. Ninatamani sana Mungu aweze kukusaidia. Usiishi maisha ya kukula mwili ama miili ya watu. Usiishi maisha ya kukula mwili wako, bali uishi maisha ya kuula mwili wa Yesu Kristo. Maana huo ndio unaleta uzima katika maisha yetu. Tafadhali mtu wa Mungu, ninakusihi, ulivyokula mwili wa watu ama miili ya watu imeridhika. Yaani ulivyoishi maisha ya yale ulioaminishwa na watu inatosha. Ulivyoula mwili wako inatosha. Sasa ni wakati wa wewe kuula mwili wa Yesu. Yaani kuyatenda na kuyatimiza mapenzi ya Mungu katika maisha yako, kuyaishi maisha matakatifu, sio maisha ya uzembe katika imani ya Ukristo. Hapana. Mungu anataka tuwe mashujaa. Paulo akasema ni safari ya makamanda. Yaani ni mwendo wa kujikana na kujitoa kwa ajili ya safari hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu akusaidie. Mungu akuwezeshe. Akupe akili, akupe ujasiri ili uweze kuvuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakuomba tuombe pamoja ili Mungu aende akusaidie katika yote. Tafadhali yoyote utakayetazama video hii, Mungu akusaidie sana, apate kukupa ujasiri. Usione mwili wa Yesu katika hali ya kimwili, lakini uone mwili wake katika hali ya roho ambayo ni kuyatenda mapenzi yake. Karibu tuombe. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neema yako. Ninakushukuru kwa ajili ya kazi yako. Tizama wana wako hawa ambao Mungu waliacha kazi zao kwa ajili ya kutizama video hii. Baba, ninakuomba wawezeshe, wasaidie, wape neema ya kukula mwili wako, wape neema ya kuyafanya mapenzi yako. Ondoa vikwazo vya kila namna katika maisha yao. Ondoa pepo za kila namna katika maisha yao. Ondoa imani walizoaminishwa. Ondoa hali yao wenyewe ya kujijengea mazingira ya kukuabudu wewe, lakini wapate kujua ya kwamba wanahitaji wa ule mwili wako ili wapate kuona uzima wa milele. Wayahudi wakati unawaambia habari hiyo, hakika walikutimua, lakini wanafunzi wako walikunungunika, ila ulipowaelewesha wakayaishi maisha yako. Hivyo mwana wako huyo anayesikia sauti, Baba, mpe uwezo wa kuyaishi maisha yako ambayo anayoyataka. Naomba yote ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mungu akusaidie na Mungu akubariki. Hii ni sauti ya mtu iliyotoka nyikani. Tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Amen.